Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante. Alimlalamikia shangazi yake, mimi simjui lakini anaitwa Dr. Esther. Alimlalamikia shangazi yake Dr. Esther. Dr. Esther huyu alikwenda kwa DCI Dar es Salaam kumlalamikia huyu mtoto kwamba amemtishia na anataka kumuua. Ilitumika nguvu kubwa sana huyu mtoto kukamatwa. Mimi nilikuwepo na tuliambiwa kumdhamini hapa kwa rasio tuweke bondi ya shilingi milioni 200 kwa sababu kesi inatoka kwa DCI na ni kesi nzito. Ilikuwa ni shughuli kweli kweli, bila mimi kuwa na mahusiano ya karibu na RCO ambaye nilikuwa namfahamu, ilikuwa ni shida. Badala ya kutuma askari, nilikwenda na kijana mpaka ofisi ya DCI. Yeye mwenyewe alipomuona akasema mbona hili ni kinda tu, mtoto mdogo. Yaani hadithi iliyokuja hapa ilikuwa ni kubwa sana. Na alipotoa maelekezo kwenda kwa RCO kanda Dar es Salaam, kesi hii ilipofuatiliwa, print out ya message na kila kitu zikaonekana ni message za kulalamika. Hakuna kitisho zote, wakaamua kuiondoa hiyo kesi. Sio mwisho wa elimu. Shangazi yako nilikwambia nimesoma mpaka PhD. Huwezi kusimamia mali kwa ufasaha kwa level ya diploma. Ninaomba urudi shuleni ukaendelee na masomo kwa utaratibu uliouacha. Ulikuwa tukusi mwaka wa kwanza sio wa pili. Rudi chuoni usimamie masomo. Education is empowering. Huwezi kuwa na power ya kudebate na kusimama kwenye mali za baba yako bila kuwa na focus na bila kuwa na uelewa mzuri. Kwa hiyo ninaomba urudi shule, ukasome, umalize masomo na uendelee kusimamia, kwa sababu hata mimi nasimamia vitu vingine na nikiwa mbali, ukasimamie mali za baba yako na umsaidie dada yako Gloria na wadogo zako wakasimame katika misingi inayostahili na kuwafundisha mafundisho ya upendo juu ya jinsi ulivyowapenda tangu mkiwa wadogo na kwa wazazi wenu na jinsi ulivyoweza kuwasimamia kama familia kwa upendo mkubwa. Mimi labda niseme tu kwanza nimefurahishwa sana na hatua hii iliyofanyika mpaka sasa. Lakini napenda niseme tena kwa dhati ya moyo wangu na Mungu akiwa shahidi. Kelvin wewe ni mtoto wa kaka yangu. Nimekulea kwa miaka 4 mikononi mwangu kwa upendo mkubwa sana na nilimpeleka mimi Australia kumsomesha. Nataka niwaambie na wadogo zako Maureen alipo, Steven na Gloria kwamba familia inawapenda kwa upeo mkubwa sana. Na mambo yote haya tunayoyafanya ya familia ni ili kuhakikisha kwamba ndugu zako na wewe pamoja mnapata kilichokuwa stahili yenu. Ni kujiosha tu na uongo mheshimiwa. Naomba tu usimame. Kwa sababu gani? Mheshimiwa, umesema mwanadamu anajulikana kwa matendo yake anayoyatenda. Mheshimiwa, matendo yako yote aliyoyafanya wameniweka mimi ndani. Mama yangu anakandamizwa haiko ndani. Bibi ndo shahidi wa kwanza kwenye hiyo kesi ya mauaji. Bibi amepiga tumbo na kusema nafuta kitovu cha Erasto. Akani hapa kama nani anaongea uongo. Amesema anafuta kizazi cha Erasto akitambuliki tena. Mashangazi wanapiga simu na kunitukana. Wanamtukana mama yangu. Bibi alimpigia shangazi baada ya kupokea mgao. Kwamba mwali naomba nikope milioni 150. Mama akamwambia hapana, siwezi kukopa kwa sababu unajua na majukumu ya watoto kuwasomesha watoto na vile vile na kazi ya kumalizia hoteli. Mheshimiwa, ukweli upo na message zipo. Na baada ya kukataa mheshimiwa, waliendelea kutuma message za matusi kwa mama yangu na kumtukana kwamba kwa nini mwenyewe na bibi amepewa. Migodo ameshikilia ngoni yake yangu mimi. Document hapa ninao mheshimiwa kwamba baba ametaka mimi ndo mrithi wa nani? Mrithi wa mgodi. Wamshikilia kuanzia mwaka 2014. Lori la kuchimba migodi wameshikilia wao. Gorofa ya Mirerani wameshikilia wao mheshimiwa. Wanataka nini? Wanataka wazimiliki wao. Wameona itoshi, wameorodhesha nyumba. Vitu vyote ambavyo yani vitu vyote mheshimiwa, mpaka magari yetu si wenyewe kutembelea. Viwanja vyote wameorodhesha, wanataka wapewe wao. Ni kitu gani hicho mheshimiwa anachukua wanachokufunza? Mtu anajulikana kulingana na matendo anayoyatenda. Sawa. Sawa. Na mama nikusii na baba. Dada nikusii. Nikusii mama, usitumie muda mwingi kwenye vyombo vya habari. Tumia muda mwingi kutenda. Wala usishindane na watu. Mimi namfuata Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Hakuna rais anayenibariki kama huyu baba. Wanamsema, wanamtukana. Anawajengea reli ya kimataifa, kawaletea ndege 8. Hospitali bure, watoto wanasoma bure. Baba wanaendelea kumsema huyu baba. Na huyu baba hajawahi kugeuka hata siku moja. Nyinyi mnanisema nini mimi? Wakati mimi hajawahi. Juzi wamemsema, jana wamemsema na juzi hapa. Baba wote wametoka apisha watu wake,
Jamani, nawatakia kila laheri. Tumpate wapi rais kama huyu? Kwani tusimuige hata kidogo? Huyu baba ana jeshi, tutawatambua kwa matendo yao. Amen. Lakini tukianza hapa, Wasuya wanamkandamiza, Warita sijui wanakula mali. Hey, haliishi hili. Tukikaa kila saa tujibu kwenye vyombo vya habari, utajibu leo wewe kwamba familia hatuhusiki. Atakuja kidogo mtu mwingine anasema yeye, mbona mlifanya hivi na hivi? Mtamjibu tena. Mnahamishwa kwenye ajenda ya maana, mnaingia kwenye ajenda za kujibishana. Kama leo rais wetu pamoja na kufanya mambo makubwa, wanamsema itakuwa ni wewe Msuya, ni wewe Mrita. Tena kitu kidogo hiki. Ukweli utajidhihirisha. Ukweli una tabia ya kuchelewa. Amen. Lakini ukweli, niwaombe sana, hili jambo msipomtanguliza Mungu litawauma. Mtagunganishwa kila siku, mtasemwa kila siku. Jambo hili ni la familia, ni la kwenu, sio la Jerimuro wala sio la huyu Mapande sijui nani, unaelewa? Hili ni la kwenu, na wakulitatua hili jambo ni nyinyi ndani ya nyumba. Mkituingiza sisi tutachomeka tu, kwa kuwa hapa kuna milioni 500, kwa kuwa kuna nyumba Sakina, kwa kuwa kuna SG. Yani kila mtu atakuja kwa ajili ya kula. Na watu ambao wanaweza wakasimama kwenye hili jambo pasipo na maslahi binafsi ni wachache wanaohitaji roho ya Mungu. Kweli kabisa. Na mimi nawaambia ukweli ndugu zangu. Tukianza kusikiliza mama yake Msuya sasa kapata milioni 200 ndio yani mtamtambua, ndio anatumia ile hela kukandamiza watoto. Umeelewa? Yesu wangu. Tutakwama. Umeelewa ungwana? Umeelewa mamangu? Hiyo ya media waseme wasiseme. Kwani kuuliza swali, wewe ulikuwa umewakandamiza watoto? Sasa wao unapambana kujibu. Tunataka kufanya nini? Ni kuseto. Na tunaliseto msimamo wangu na msimamo ambao hautabadilika. Mpaka mama anakwenda magereza, yeye ndiye alikuwa msimamizi wa mirathi. Na hakuna barua yoyote ilimtengua mama. Na mimi msimamo wangu kama serikali naendelea kumtambua mama kama msimamizi wa nini? Wa mirathi. Hiyo niliiweka clear kabisa. Wala sikutetereka pale. Nilisimama nikamwambia mama hili jambo mpaka mama anakwenda mahakamani, huyu ndiye alikuwa msimamizi wa nini? Na mama na baba, mzee Msuya mgumu kweli kweli, lakini namshukuru siku ile alinielewa. Kaniambia kweli mtoto wangu nimekuelewa. Sawa sawa. Kwa tuliondoka amicably. Tuliondoka tukiamini sasa tunafanya nini? Swala linafanya nini? Linakwisha. Linamalizika. Tambua Miriam Stefano kuwa msimamizi halali wa mirathi. Wakati familia ilikwenda kufungua kesi kwa ajili ya kuomba kubadilisha msimamizi wa mirathi, baada ya kuona kwamba yule mama hakutekeleza wajibu wake ambao ulimpasa wa kukusanya zile za mali za marehemu pamoja na kuzigawa, na shauri hilo bado liko mahakamani. Sawa, ni wazi kwamba mahakama haijamtengua yule msimamizi wa mirathi. Na sasa tunapoingilia swala hili na kusema kwamba wewe mheshimiwa pamoja na kabidhi wasii mtashughulika na ugawaji wa mali za marehemu, ni wazi kwamba marehemu ameshindwa kutimiza wajibu wake, na ndiyo maana msimamizi wa mirathi Miriam Stefano Mrita ameshindwa kutekeleza wajibu wake wa kuzigawanya hizo mali za marehemu, na ndiyo sababu sasa imefikia hatua wewe mkuu wa wilaya unachukua jukumu la kugawanya hizo mali pamoja na kabidhi wasii. Na sasa hilo swala, katika swala hilo ni wazi tukubaliane sisi kama familia zote pande mbili kwamba je, wako tayari tumkabidhi ukabidhi wasii kwa ajili ya kuzigawanya hizo mali za marehemu baada ya Miriam Stefano Mrita ambaye ni ngoja niwahi. Najua unataka kusema ngoja nikuwahi. Huko umetangulia mbele sana. Umeelewa? Ili tufike huko lazima kwanza tukubaliane hatua ya kwanza hapa. Hayo unayoyaleta sasa ndio ya kikao kufanya nini? Kijacho. Baada ya swala hili kufanya nini? Kutoka wapi? Mahakama. Nakumbuka mama. Ni sawa mheshimiwa. Basi nikumalizie. Kumbuka mama, mimi nimelichukua hili swala, sikulichukua kwa ajili ya kulaumu pande zote mbili. Nimechukua ili pande zote mbili zimalize jambo hili, watu maisha yafanye nini? Yaendelee. Na ndio hoja yangu ya kwanza nimesema sitaki tukumbuke tulikoangukia. Umeelewa? Kwa sababu tukikumbuka tulikoangukia tutasubiri sana pale. Ndiyo. Na tunaposubiri sana pale ndio mnaendelea kufanya nini? Kumani. Utawala huu ni utawala unaojali wananchi. Ndio maana mimi nimechukua siku nzima kukaa kuwaelewesha kwa nini tunataka amani.
Mkigawana mali hizi kwa amani, mimi kazi yangu inakuwa nyepesi kulinda wananchi. Umeelewa mamangu? Nakuelewa mheshimiwa, lakini naomba nimalizie basi, samahani. Mwache amalize tu mwenyewe. Sababu nilikuwa sijamaliza. Unajua kwa sababu gani mheshimiwa nimesema hilo swala la msimamizi wa mirathi? Kwa sababu kwa kuendelea kusema kwamba Miriam ni msimamizi halali wa mirathi, ni kwamba bado hata nyie hamtakuwa na mandate ya kuweza kuzigawanya hizo mali za marehemu, kwa sababu yeye ndiye anayepaswa kuzigawanya, ambapo tayari yeye alishashindwa kutekeleza hilo jambo mahakamani, kwa sababu hata faili kufungwa ni kwa sababu alichelewa kufanya hilo swala kwa muda uliotakiwa, na ndio maana faili likafungwa. Sawa. Kwa hiyo hata tukiendelea kusema sasa hivi tumesema Miriam ni msimamizi halali wa mirathi. Je, tutagawanyaje, tutafanyaje swala la kugawanya mirathi ya Miriam? Ili hali sasa Miriam yuko mahakamani, yuko magereza, hayuko hapa. Kwamba atakaa sasa atusaidie kwamba sasa hii mirathi jamani, sawa tulikosea ni hivi na hivi, tunaigawanya. Yuko magereza kule. Na yeye sasa hivi tunatambua kwamba ni msimamizi halali wa mirathi. Tutaigawanyaje? Sawa. Hilo la kwanza. Lingine, ngoja mama. Ngoja tuongee tu kwa kifupi. Ndio maana tuko wapi? Hapa. Unajua? Miriam angekuwepo tusingekuwa wapi? Umeelewa? Tuko hapa kwa kuwa Miriam hayupo. Na mwanasheria ameshasema yuko hapa anamwakilisha nani? Miriam. Umeelewa? Lakini kumbuka pia tuko hapa kusahisha makosa yaliyofanya nini? Yaliyotokea. Moja wapo likiwemo kushindikana kufanya nini? Kugawanywa. Umeelewa? Kwa hiyo hicho kilio chako ndio hapa kinafanya nini? Kinatatuliwa. Hayo maswali yako ndio hapa yanafanya nini? Yanajibiwa, kwa sababu kwa hali iliyopo sasa hatuwezi tukae tusubiri wapi? Mahakamani. Umeelewa? Ndio maana tukasema tuitane. Ndio maana upande wa Miriam yuko wakili, yuko mtoto wako kina Mrita. Umeelewa? Hawa wote baada ya kikao hiki, mwanasheria na mtoto na kaka hapa watakwenda kujadili na dada yao. Umeelewa? Dada yao atawaeleza, wataleta kama huyu baba alivyokuja hapa alivyozungumza kuhusu mteja wake. Umeendelea kuongea sana. Unavyoendelea kuongea sana unalichachusha. Ukilichachusha hili jambo, ngoja nikwambie, ukilichachusha hili jambo, mnachokiona mbele, hili jambo litaendelea kututesa kwa miaka mingine 10 ijayo. Umeelewa? Hili jambo litaendelea kufanya nini? Kutuenyesha. Umeelewa? Na kwa hali ilivyo sasa, nyinyi hamtanufaika na chochote. Umeelewa? Ndio nasema yani. Kwa nini? Kwa sababu bado mahakama inamtambua nani? Miriam. Umeelewa? Sio, unaelewa mamangu? Na mimi nashukuru sana hekima iliyopo kwa huyu mtoto, kwa mwanasheria huyu na kwa wake na Mrita kukubali kufanya nini? Kuendelea na hili jambo na sisi hapa katika hali ya kufanya nini? Na mimi naomba niwahakikishie kwa moyo wa dhati kabisa. Ndio baba. Familia hii na huyu mwanasheria, kwa jinsi ninavyomjua huyu, sio kuna wale wanasheria wengine wanasema mimi bwana ndio mwanasheria. Mpaka wamekuja hapa, lazima tukubali na sisi kuwashukuru, wamefanya jambo la kiubinadamu. Wangeweza kusema kwa mkuu wa wilaya tupambane mahakamani. Umeelewa? Kwa sababu kuja kwangu pia nayo ni maridhiano. Umeelewa? Ni kupenda. Hawa wanasema DC. Tuachie mahakamani. Kelvin amesema kuwa amekuwa akitishiwa, akiishi kwa hofu na anaogopa kuishi ndani kwa ajili ya hofu. Nilitaka niseme ya mheshimiwa, Erasto ameuawa mwaka 2013. Kesi yake ilikuwa miaka 5 hadi watu wakahukumiwa. Hakuna mtu aliwahi kuuawa au kwa upande wetu kuua mtu kwa ajili ya yale mauaji. Kesi hii iliyoshikilia huko haijawahi kutokea jambo lolote mpaka leo. Naomba mheshimiwa niseme neno moja tu kwamba sisi familia, kaka yetu ameuawa, ndugu wetu amechinjwa, Esther amepigwa risasi, shemeji yangu Samueli amepigwa risasi, mimi nimepewa sumu, nimepuliziwa sumu na nimepangiwa mauaji mwaka 2017. Sisi ndio tulipaswa kuishi kwa hofu. Simoni hapaswi kuishi kwa hofu. Pia niseme kitu kingine tu kwamba mheshimiwa, zile nyumba zote na vitu vyote, mali zote kuanzia 2013, familia ya Simon Elia Msuya na dada na baba yetu na mama yetu, hakuna ndugu anayesimamia. Kama inawezekana pia, kwa sababu ameomba serikali, sio kwa ubaya, hii ni amani mmetafuta, ichunguze, iangalie kwa kina kama kuna ndugu yoyote wa marehemu anayesimamia wa marehemu Erasto anayesimamia zile mali,
niko tayari kufungwa miaka 30. Anayesimamia hata kufuatilia kiwanja, mali yoyote ya Erasto anayesimamia, niko tayari kufungwa miaka 30. Nimejihukumu hilo swala kwa mkuu wa wilaya. Sasa naendelea tena. Unasema kwamba kuna ngumi mkononi. Mali za marehemu Msuya. Mali za marehemu zataka kuporwa. Unajua maana ya kuporwa ni vibaka au wezi. Mheshimiwa, tunaomba pia tusafishwe, sisi sio vibaka wala sisi sio waporaji. Pia naomba serikali, kwa sababu tunahitaji amani, ichunguzwe akaunti zetu, ichunguzwe akaunti ya baba yetu na mama yetu, ichunguzwe akaunti yangu mimi ya Mtuja, yani na akaunti 4, ichunguzwe akaunti ya ndugu zangu wote, zichunguzwe akaunti za Ugembe upande wa Miriam, zichunguzwe akaunti ya upande wa Miriam, upande wetu wachunguzwe sisi na waume zetu ambao hawana waume basi, lakini ichunguzwe kwetu sisi na waume zetu, na kwa wachunguzwe wao na waume zao. Je, tuonekane pengine tumepora vipi hizo mali, na atakayeonekana kwenye akaunti amepora ashtakiwe. Atakayeonekana amepora, sheria za serikali aziruhusu mtu kupora kitu, ashtakiwe. Mimi naomba na nimejikomiti kufungwa. Asante Akinda. Nisema nimejikomiti kufungwa. Basi. Nisiongelee habari ya mali, sitaki. Kibongo. Sasa unalia nini kibongo? Maana mimi nimepata mali zangu ya Erasto. Sasa baba kama huyo akiambiwa mheshimiwa kwamba eti ni mporaji. Baba analia kila siku mzima. Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Mheshimiwa. Kila siku baba analia ni mporaji wa mali. Yaani mzee kila siku analia siku kwani ndio mporaji. Ngoja hizo share. Nani kapata nini? Tuombe risiti, tuombe kila kitu. Lazima kwanza tumalize hapa. Umeelewa? Ili tupate tena fursa sasa ya kukaa kuanza kuita vyote hivi. Umeelewa? Tunavyoita vyote daktari, maana yake nini? Tumeamua sasa hili swala lisimamiwe na ofisi ya nani? Ya mkuu wa wilaya kushirikiana na kabidhi wa mkuu wa serikali. Umeelewa? Kwa sababu huyu ndiye Rita. Umeelewa? Sasa hii na huyu ana sheria. Nitampa nafasi ataongea. Huyu ana mamlaka ya kisheria kabisa. Wakili msomi anajua ya kusimamia haya mambo. Umeelewa? Sasa ili twende huko tukubaliane leo hapa, moja kati ya maamuzi ya kikao hiki sasa, umeelewa, ni pendekezo la kuondoa kesi nini inayohusu mirathi. Umeelewa? Ili sasa tupate nguvu, mimi nakabidhiwa simu mkuu wa serikali wa kuwaita sasa na kuchukua ile na kufanya nini, kutembea nayo. Umeelewa? Kwa sababu sasa hivi tumefungwa nini mikono. Sawa, kweli. Sio, umeelewa waungwana? Na hii sasa itakuja pale ambapo familia itaridhia ya mama na familia ya Kevin. Umeelewa? Kwamba je, mko tayari tuje sasa kwenye meza ya mazungumzo kuhusu nini mirathi. Umeelewa? Mkishakubali ni nyinyi sasa, yule ambaye alikuwa amekata rufaa amepinga, umeelewa, kama alivyoshauri wakili, alifanya nini, aliondoa, ili sasa lije sasa kisheria na kiserikali. Umeelewa? Tulifanya nini, tulimaliza, kwa sababu mahakamani sisi tutasubiri. Umeelewa? Uamuzi utakaotoka mahakamani ndio sisi tutakaofanya nini, tutakaofuata. Kwa hiyo mimi nimeridhika, naenda mahakamani na mwanasheria wangu kuhutubia hiyo ofisi yako ambayo leo umeamua kutoa mzozo huu ili Mungu asaidie watu kuwe na amani. Hivi vitu vya marehemu vya mwanangu vigawanywe kama vya wanadamu wengine. Asante sana. Basi ndugu zangu waandishi, naomba sasa awali ya yote kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mungu ambaye ametupa nafasi ya kufanya kikao kingine cha pili, hii ikiwa ni matokeo ya kile kikao chetu cha kwanza tulichokifanya pale nyumbani kwa marehemu Erasto Msuya. Ndugu zangu wa Tanzania, wananchi wa Arusha, familia ya Msuya na familia ya kwa Warita, kipekee ni washukuru sana kwamba hatimaye suala hili sasa leo limepata mwanga mwingine mpya wa kulimaliza. Na ningependa sasa Tanzania ijue na dunia ijue kwamba familia ya baba mzazi wa Erasto Msuya, mzee wetu, na mama
na familia ya upande wa mke wa Erasto Msuya ikiongozwa na Kevin na mjomba ambaye yeye ndo aliteuliwa na mama kuendelea kusimamia mirathi hii wakati mama akiwa yuko gerezani. Wote kwa pamoja wamekubaliana kuondoa kesi ya mirathi iliyokuwa mahakamani ili swala hili sasa lije hapa katika ofisi yetu ya serikali, ofisi ya mkuu wa wilaya, tulisikilize na tulimalize. Na swala hili tunakwenda kulimaliza kwa kuendelea pale tulipoishia, kwamba mali hizi za marehemu zinagawanywaje, mali hizi za marehemu zinasimamiwaje na zinaendeshwaje. Na kikubwa ambacho tumekubaliana na ambacho hakitabadilika ni kwamba msimamizi wa mirathi hii ni mke wa marehemu Erasto Msuya, na watoto wote wa marehemu Erasto Msuya ndio watakaohusika na mali za marehemu Erasto Msuya. Kwa hiyo kazi yetu ni kusimamia, ni kuwawezesha ili waweze kuziendeleza mali hizi za mzee Erasto Msuya zifanyike baraka kwao. Na kwa kuyasema haya sasa, ni dhahiri swala hili kwa upande wa mahakama linaondoka mahakamani, na swala kuondoka mahakamani ni kumalizika sasa kwa mgogoro uliodumu kwa zaidi ya miaka 10. Tunamshukuru Mungu yeye miaka 6. Tunamshukuru Mungu yeye ametusaidia kwa kipindi cha miaka 6 hii sasa tumefikia muafaka, na kwa nguvu kabisa, kwa kukubali na kuridhia yale yaliyosemwa na wazazi wa Erasto na daktari dada wa Erasto kwamba Kevin anapaswa sasa kusimama na kuendeleza mali za baba yake kwa kuwaangalia wadogo zake wote. Hali tunaomba sasa kutengenezwa utaratibu wa kumtumia nauli Glory arudi Tanzania. Atakaporudi Tanzania, naye tutakutana naye sisi serikali tukiwa na watu wachache sana ambao tutazungumza sasa pamoja na watoto wote wa marehemu na Glory akiwepo na kuwaelimisha. Na mara baada ya hapo Kevin atarudi shuleni, Glory atarudi shuleni, na wengine watarudi shuleni, lakini watarudi shuleni mara baada ya kukamilisha taratibu za mirathi yao na taratibu za uendeshaji wa biashara baba hao alizowaachia. Kwa hiyo watarudi shule wakiwa wanajua sasa biashara zinakwenda, sisi tunapata tu faida, tunakula faida na maisha yanafanya nini? Yanakwenda. Hayo ndio maelekezo ya serikali. Kwa mara baada ya hapa, mimi niwatakie kila laheri. Mama, nikushukuru kwa kukubali kufuta kesi, kuiondoa kesi mahakamani. Mungu wangu akubariki sana. Amen. Nakushukuru sana baba. Mmefanya jambo kubwa sana. Na mjomba nikushukuru kweli. Mjomba nikushukuru kwa kukubali kuweka pembeni nguvu zote mlizonazo na kuamua swala hili lifanye nini? Liishe. Kamwambie mama uko gerezani kwamba jambo hili linapokwisha ndivyo hivyo Mungu naye anamfungulia baraka. Amen. Jambo hili likiisha watu wote wataona mwelekeo wetu. Amen. Na tunaamini hili la miaka 6 limefanya nini? Limekwisha sasa. Niwashukuru sana na karibuni sana. Asante. Tufungie kwa sala tena bwana. Tufungie kwa sala bwana. Tunakushukuru Mungu, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Tuna kila sababu ya kukutukuza na kuliabudu jina lako. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa jinsi ulivyosimama nasi tangu mwanzo. Jambo hili lilikuwa gumu. Mungu, sisi wengine tulionekana ni watoto wadogo, hatutaweza kulisimamia jambo hili. Lakini ni kwa utukufu wa jina lako, wewe umetupa hekima, umetupa maarifa na busara ya kulisimamia jambo hili. Na tazama Mungu, jambo hili limekuja kufikia ukingoni kwa pande zote kuridhiana na kukubaliana. Haikuwa kazi rahisi kwa miaka 6. Lakini Mungu, tunakushukuru sasa kwa kuzirudisha familia hizi pamoja. Sio mkuu wa wilaya amepata sifa, sio ukoo wa Warita, sio ukoo wa Wasuya, bali ni jina lako limeinuliwa na jina lako limetukuzwa kupitia mgogoro huu. Sisi tumetumika kama vyombo, lakini ni kwa utukufu wa jina lako. Baba, tunakushukuru hata kwa ajili ya rais wetu Dr. John Pombe Magufuli. Tunaendelea kumuombea, maana familia hii ilikuwa ina tumaini kubwa na Mheshimiwa Rais kulimaliza jambo hili. Na sisi Mungu tumesimama kwa niaba ya Mheshimiwa Rais
kulimaliza jambo hili. Baba, tunaendelea kukushukuru kwa ajili ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli ambaye Mungu ulimpa maono ya kutuweka sisi huku ili kulitukuza na kuliinua jina lako. Na ndio maana Mungu tunatamka maneno ya baraka kwa Mheshimiwa Rais wetu. Endelea kumpigania, endelea kumuinua, endelea kumpa hekima na busara, na zaidi sana endelea kumtia nguvu katika kuwahudumia Watanzania. Na uendelee kututia nguvu na sisi wasaidizi wake, ili Mungu tuweze kuifanya kazi hii kwa usawa, ili tuweze kuifanya kazi hii pasipo kupendelea mtu, ili mwisho wa siku jina lako na utukufu wa Tanzania. Baba, tulianza kwa sala na sasa tunamaliza kwa sala, tukisema asante, asante, asante iliyo kuu kwako. Sisi kama kuna jambo lilikwama kidogo katika yale ya awali, sababu hatuwezi kwenda mbele bila kureflect kidogo kwenye yale tuliyokubaliana. Nadhani kijana alienda kama yalivyo. Mheshimiwa, ulisema kwamba nyumba zikabidhiwa, kwamba turudi nyumbani, mimi niendelee kukaa pale kwa sababu ndugu zangu wanasoma na mama yuko Rumani. Lakini haikuwa hivyo kwa sababu kwanza sikuweza kurudi nyumbani kwa sababu ya hofu, kama nilivyosema kwamba hawa ndugu hawajapenda kitendo cha mimi kutokea kwenye media na kutamka na kuzungumza. Hivyo usalama wangu uko hatiani. Na ingine tu ni kwamba Mheshimiwa, hiyo nyumba ambayo umesema turudi imeorodheshwa kwenye faili la wao, yani wameorodhesha kwamba wanataka wamilikishwe pamoja na magari, mashamba, nyumba, hoteli, migodi na kila kitu. Sasa Mheshimiwa, narudije pale wakati bado nyumba wanataka kumilikishwa? Na cha pili Mheshimiwa, siwezi kurudi pale kwa sababu ndugu zangu bado wako shule wanasoma, na mama yangu yuko rumande amesinzwa na kesi ya mauaji ambao hawa ndugu. Sawa. Jamani, niombe jambo, tunapoyaongea haya mambo tuvumiliane. Mshaelewa? Tusigune, tusiwe na miemko, tuvumiliane. Lakini kama ilivyo utaratibu wetu, una jambo unanyosha tu kidole. Msipokubali kuondoa vishoka, msipokubali kuondoa magushi loya, msipokubali kuondoa watu ambao wanataka kunufaika na hizi mali wao wenyewe, hamtalimaliza hili swala. Hili swala litakwisha kama nyinyi mtaridhiana wenyewe. Mwanangu, kuna nini? Kuna hiki, tufanyeje? Tufanye hiki. Kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki. Na mambo haya yanaishaga tu, yani automatic. Lakini mkiendelea hivi, kwanza mali sio zenu. Mwenye mali ashakufa. Umeelewa? Umemzaa mtoto, kakupambana, kakujengea kule, kakupa vitu vidogo alivyonavyo, biashara imekwisha. Wewe baba kakuzaa, kakupa elimu, kapambana na hali yako. That is it. Lakini tunapobaki wote, narudia kusema huyo marehemu huko aliko, awe peponi awe motoni, anatushangaa. Anatushangaa, yani anasema hawa watu siwaelewi. Jamani, mimi nalifunga hilo swala. Tunalifunga hilo swala kwa kukubaliana kwamba nyumba ilirudi kwa watoto wakae, na maelekezo yangu watoto wote wa marehemu wataishi wapi? Pale. Mamao akitoka gerezani ataishi wapi? Pale. Baba na babu na bibi na nani wanaotaka kwenda pale wanakwenda kama Erasto alivyokuwa yuko hai. Tulisema lile eneo maisha yataendelea kama vile Erasto yupo. Marafiki wa Erasto watakwenda, ndugu wa Erasto watakwenda, watoto wa Erasto watakaa, umeelewa? Anataka kuja kulala analala, siku mbili anaondoka, umeelewa? Tulikubaliana maisha yale yaendelee kama yalivyo katika eneo lile, katika nyumba, kwa sababu nyote mlikubali kwamba mpaka marehemu anakufa, marehemu alifia akiwa pale. Na mpaka marehemu anakufa, marehemu alikufa akiwa na watoto wake, akiwa na ndugu zake, akiwa na jamaa zake. Kwa tukakubaliana utaratibu ule aliokuwa nao marehemu uendelee kama ulivyo. Yule mama akitoka gerezani anajua na nyumba anaenda kufanya nini? Kukaa. Watoto wakitoka Ulaya huko shuleni wanajua na nyumba anaenda kufanya nini? Kufikia. Baba akizunguka mjini hapa Arusha kabla hajaenda Mbuguni anajua kuna nyumba anaenda kufanya nini? Kula chakula. Tulikubaliana hivyo kwa lengo la kufanya nini? La kusogeza mbele maisha. Kwa sababu marehemu ana watoto,
ana ndugu upande wa mama, ana ndugu upande wa baba, na nyinyi mnajua nyumba ile ilikuwa inajaa, ndio maana Erasto akajenga mpaka vile vyumba vya nje vile. Tukubaliana maisha yale yafanye nini? Yaendelee. Na ndio msimamo wetu serikali. Hiyo hofu haipo. Mama na baba wameshasema nyumba ile sio sehemu ya mirathi. Hiyo amendments hapo, ndio maana mara baada ya kikao hiki tutafanya amendments pia. Umeelewa? Lakini utaratibu wa maisha ya ile nyumba unafanya nini? Unaendelea kama kawaida. Na mimi niombe, nikitamka jambo serikali, kama kuna mtu anaona halielewi, rudi kwangu. Usiende huko mtaani. Na mimi niwaombe jambo kwa kuwa liko kwangu, basi sasa tutumie utaratibu rasmi wa kiserikali. Huridhiki niandikie, nipigie simu DC, kuna kitu ulisema lakini I'm not comfortable. Tutakuita hapa, tutalitatua tena. Tutakwenda wapi? Lakini jambo likishakuja serikalini, mkaanza kuzunguka huko, unajua mimi nimeona kwenye social media pamoja na DC kuruhusu, bado imeshindikana kasoro. Simeelewi. Nitakuja kwangu officially au ni radio mbao. Lakini waombe, mambo haya ni mazito. Tukianza kuyapeleka mitaani huko, ukikaa na mtu akakwambia unajua pale DC yule unajua mkiruhusu hiyo hali hatutakwenda. Katika hili niombe kabisa yani. Sihitaji comment, msimamo wa wilaya unabaki kama ulivyo. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante.